Katika kipindi hiki cha miaka minne, uwekezaji mkubwa umefanyika sana katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji wa kuongeza au kuboresha miundombinu ya ufundishaji, vifaa vya kufundishia na kupeleka wataalamu au wakufunzi nje ya nchi kwa ajili ya kupata mafunzo. Mpaka sasa jumla ya fedha za Kitanzania takriban bilioni 52 zimetumika katika kuimarisha mafunzo katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Sasa kama nilivyosema hapo awali, chuo chetu kinajikita kutoa mafunzo katika sekta ya usafirishaji, ambao katika hii sekta kuna maeneo matano. Kuna usafiri wa anga, usafiri wa njia ya reli, usafiri wa barabara, usafiri wa majini, na sasa hivi ni usafiri wa mabomba, kama nilivyosema lile bomba linalotengenezwa kutoka Tanga kwenda nchini Uganda. Huu ni aina moja ya usafiri. Sasa katika kuelezea mafanikio ambayo yamepatikana katika hii miaka minne, ninaomba nianze na eneo la usafiri, mafunzo ya usafiri wa anga. Mafunzo ya usafiri wa anga yalianzishwa chuoni kwetu mwaka 2015, ambapo yalianzishwa baada ya kikao cha wadau. Kikao cha wadau kilikaa mwaka 2011, ambapo hiki kikao kiliomba serikali kuanzisha mafunzo katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji baada ya kuona upungufu mkubwa wa wataalamu wa usafiri wa anga. Hapa niseme wataalamu wa usafiri wa anga, kuna marubani, kuna mafundi matengenezo wa ndege, kuna waongoza ndege na wengine wanaohendo mizigo na watu kama hao. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kilitakiwa kianze kutoa mafunzo. Kwa hiyo mwaka 2015 chuo chetu kilianza hayo mafunzo. Sasa katika eneo la mafunzo ya urubani, labda kabla sijaendelea niseme vizuri, niliweke vizuri ili ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla mfahamu. Kati ya mafunzo ambayo nilisema yanasimamiwa na kimataifa, yanatakiwa yawe na ubora wa kimataifa, ni mafunzo ya usafiri wa anga. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kinapoanza kutoa mafunzo haya, inatakiwa wale wanaotoka katika haya mafunzo waweze kuajiriwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Tofauti na mafunzo mengine ambayo yamkini unaweza ukayatoa ambayo unaangalia soko la Tanzania. Hivyo, haya mafunzo ya urubani, serikali ya awamu ya 6 imekiwezesha chuo cha NIT kukamilisha maandalizi ya utoaji ya mafunzo ya urubani. Na niseme tu kwamba ili kupata ithibati ya utoaji wa mafunzo ya urubani, hii inapatikana kutoka kwenye ICAO, International Civil Aviation Organization, ambayo kwa Tanzania inasimamiwa na TCAA. Sasa ili kupata ithibati na kuruhusiwa kuanza kutoa haya mafunzo, lazima chuo kipitie hatua 5. Sasa hizi hatua, kila hatua inahitaji rasilimali mbalimbali ambazo zinatakiwa ziwepo. Chuo chetu cha Taifa cha Usafirishaji, tunaishukuru sana serikali yetu kupitia uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo kati ya hatua zile 5 tumeshakamilisha hatua 4. Na hatua ya 5 ni certification, yani ni kwamba ni kuja kupewa hiyo ithibati na shirika na mamlaka ya TCAA. Na katika hizi hatua zote 5, serikali imewekeza jumla ya bilioni 6 ili kuweza kupita katika zile hatua. Kwa hiyo kwa Mtanzania wa kawaida ni lazima ufahamu kwamba hayo mafunzo bado hayajaanza. Ni yale maandalizi tu ya kupita zile hatua ili tuweze kupata ile ithibati. Serikali imewekeza zaidi ya bilioni 6. Haya ni mafanikio makubwa sana. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, ifahamike kuwa katika nchi kama nchi tumekuwa tukitegemea kwa kiasi kikubwa kupeleka Watanzania kupata mafunzo ya urubani nje ya nchi. Hivyo, serikali na Watanzania kwa ujumla tumekuwa tukitumia fedha nyingi sana za kigeni kusomesha marubani nje ya nchi. Inawezekana hata humo ndani mzazi ulitamani kumsomesha mtoto wako urubani, lakini imeshindikana kwa sababu ya gharama ya kumpeleka mtoto kwenda kusomea mafunzo haya nje ya nchi. Kwa kuanzisha mafunzo haya hapa nchini kwenye Chuo cha Taifa cha Umma cha Usafirishaji,
kutapunguza gharama ya mafunzo haya kwa takribani kuanzia 50% mpaka 60%, ambazo Watanzania wengi wanatumia kupata mafunzo hayo nje ya nchi. Kwanza, kwa mafunzo haya hapa nchini kutaokoa fedha za kigeni ambazo zimekuwa zikitumika. Kwa kawaida unapopeleka mtu kusoma nje ya nchi, hutumii fedha za Kitanzania, unatumia dola. Kwa hiyo hizi fedha zimekuwa zikienda nje ya nchi, wakati mafunzo haya yakianza hapa nchini, hizi fedha zitabaki ndani ya nchi. Aidha, kuanza kwa mafunzo haya kutaongeza idadi ya marubani wazawa, hivyo kutapunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa marubani wa kigeni ambao gharama yake ni kubwa. Naomba hapa nieleze kidogo. Sekta ya usafiri wa anga, hasa eneo la marubani, lina changamoto, na ndio maana serikali imeamua kukiwezesha Chuo cha Taifa cha Usafiri kuanzisha mafunzo haya hapa nchini. Kwa sababu mara nyingi unakuta mashirika mengi ambayo yako hapa nchini, kwa sababu yana ndege zinahitaji kuendelea kusafiri, wanalazimika kutafuta marubani wa kigeni. Sasa wanapokuja marubani wa kigeni, malipo yao ni tofauti na marubani wa ndani ya nchi. Zaidi ya yote, katika usafiri wa anga, rubani akicha kuwa rubani, sifa yao au cheo chake kinapanda kufuatana na masaa anayoruka. Kwa hiyo kuna mara nyingine hawa rubani wa kigeni wakija, wanatumia Tanzania au mashirika yetu kuongeza masaa ili cheo kifanye nini? Kipande. Baada ya hapo wanaenda kwenye mashirika makubwa kama Qatar, Emirates na wengine. Kwa hiyo kumekuwa kuna marubani kuja na kuondoka, kuja na kuondoka, kuja na kuondoka. Tofauti na tukiwa na marubani wazawa. Najua marubani wazawa wako nyumbani. Kwa hiyo kwa kuanzisha mafunzo haya hapa nchini kupitia Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, tutaondoa hilo tatizo hilo kwa kiasi kikubwa. Labda pia niliseme, serikali imewekeza kuboresha shirika letu la ndege ATCL. Mpaka sasa tuna ndege 16. Sasa Mtanzania wa kawaida, mimi na wewe, tunaweza tukajiuliza, kama ATCL wana ndege 16, halafu wana marubani say 50 au 60, mbona wanatosha? Ukiwa na basi unakuwa na madereva wawili tu wa kubadilishana, si wanatosha? Lakini sio kwenye sekta ya anga ambayo inasimamiwa na viwango vya kimataifa. Mfano tu, Bombardier moja kwa siku inatakiwa iwe na seti 6 za marubani. Maana yake Bombardier moja kwa siku moja inatakiwa iwe na marubani kwa wastani 12. Kwa hiyo kama ina wastani wa marubani 12, ukiwa na Bombardier 4, maana yake unahitaji marubani 48. Kwa tunapozungumzia upungufu wa marubani, tunaangalia kwenye hali halisi na matakwa ya usafiri wa anga ambayo yanasimamiwa kimataifa. Sasa hiyo ni Bombardier. Mfano, ukienda kwenye hizi ndege kubwa, zinahitaji wastani wa seti 7 mpaka 8, na zile kubwa kabisa mpaka seti 9. Lakini zaidi mnajua kwamba tuna safari kwa mfano ya China. Sasa safari ya China, rubani akisafiri kwenda China, huwezi kusema muda umepita kalale kidogo, ukisha lala uingie kwenye ndege urudi. Yule rubani akifika China, timu nzima inaondoka kwenda kulala, inaingia timu mpya ambayo inarudi na ndege wapi? Tanzania. Na akifika Tanzania, huyu rubani kwa sababu ya tofauti ya muda anatakiwa pumzike siku 2 au siku 3. Kwa hiyo unaweza kaona ni marubani kiasi gani ambayo wanahitajika. Hiyo ni ATCL tu. Lakini wote tunafahamu jitihada za rais wetu Samia Suluhu Hassan, ambaye kupitia Royal Tour watalii wameongezeka. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa sana kwa hizi ndege ndogo ndogo zinazoenda kwenye sehemu za utalii, Serengeti, Mikumi na maeneo mengine. Sasa nazo hizo zinahitaji nini? Marubani. Sasa unaweza kujikuta watu wengi, marubani wengi ni wa kutoka nje ya nchi. Ndio maana serikali imeona umuhimu mkubwa sana wa kuanzisha mafunzo haya hapa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, mafunzo ya urubani yanahitaji kuwa na wakufunzi na vifaa vya kufundishia vilivyokidhi vigezo vya kimataifa. Sasa katika ile maandalizi ya zile hatua nilizosema 5, lazima chuo kiwe kina wakufunzi. Tulipoanza hatukuwa na mkufunzi hata mmoja. Kwa hiyo serikali ilikiwezesha Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kupeleka wakufunzi Afrika ya Kusini, wakufunzi 5.
wa urubani. Sasa mkufunzi wa urubani lazima asome urubani. Akimaliza kusoma urubani lazima aingie tena mafunzo ya kuwa mkufunzi. Ninaomba ni wataarifu wa Tanzania na waandishi wa habari kwamba tunaishukuru sana serikali. Kati ya marubani 5, 3 wamesharudi Tanzania. Na ndio mnaowaona hapa. Ni vijana wa Kitanzania, na naomba Ashrafa usimame. Huyu ni mwanamke. Na wanawake wanaweza, sio? Sasa huyu ni rubani mkufunzi, na naweza nikasema ni rubani mkufunzi wa kwanza wa Kitanzania. Manake kuna marubani wanawake, lakini yeye ni rubani mkufunzi wa kwanza wa Kitanzania. Naomba ukae. Kama nilivyosema, maandalizi haya yana gharama kubwa. Hawa wakufunzi 5 waliopelekwa South Africa, Afrika ya Kusini, serikali imegharamia jumla ya bilioni 1.5. Kwa wastani wa mkufunzi mmoja milioni 300 za Kitanzania. Kwa hiyo mnaona ni jinsi gani serikali imeweka uzito mkubwa katika kuhakikisha haya mafunzo yanaanza. Aidha, katika maandalizi hayo serikali imenunua ndege 2 za mafunzo aina ya Cessna 172 ambayo tayari iko hapa Tanzania. Na niseme tu kwamba huyu mkufunzi ambaye ni mwanamke ambaye mmemuona leo asubuhi ndio ameirusha toka Dar es Salaam, amekuja nayo iko hapa Dodoma.